Ukiona ishara hizi mbili zinakutokea kwenye maisha yako, jua unakaribia kufanikiwa, na kufanikiwa ni swala la muda tu. Ishara ya kwanza, unapoteza hamu ya kujieleza kwa kila mtu. Kujielezee tena sana. Kuna kipindi kwenye maisha yako ulikuwa unataka watu waone juhudi zako. Ukipambana ulikuwa unataka mtu ajue. Ukifanya kitu kizuri ulikuwa unatafuta sifa. Ukikaa kimya ulikuwa pia unajielezea. Lakini kwa sasa kuna kitu kimebadilika. Unapambana kimya kimya, unajitahidi bila kelele. Ukikaa kimya wala haujielezei tena. Mtu akikuuliza kwa nini uko kimya siku hizi, unamjibu tu kifupi, nipo tu, hakuna tatizo. Kwa nini? Kwa sababu zamani ulikuwa unatafuta uthibitisho. Ulitaka watu wahakikishe kuwa njia unayoelekea ni njia ambayo iko sawa. Lakini kwa sasa hufanyi tena hivyo. Kila kitu kimebadilika. Unaamua tu kujinyamazia kimya. Watu wakikuelewa sawa, na sipokuelewa ni sawa. Sio kwa sababu una kiburi, hapana, au sio kwa sababu huna ndoto, hapana, bali kwa sababu umechoka kueleweka vibaya. Zamani ulikuwa unaelezea sana kwa sababu uliamini watu watakuelewa, uliamini watu watakuunga mkono. Lakini sasa umeona ukweli, haijalishi wajielezea kiasi gani, watu watataka kuelewa kile wanachotaka kuelewa. Na watu wengi hawakuulizi ili wakuelewe au wakusaidie, hapana. Wanakuuliza ili waweze kujilinganisha na wewe. Wanataka kujua kwamba umewazidi kimafanikio au bado. Baada ya kutambua hilo, umeamua kutulia kimya. Hutaki tena kujithibitisha, hutaki tena kujieleza kwa mtu yoyote kile. Unawaachia tu watu wafikirie vile wanavyotaka kufikiria juu yako. Hujali tena. Sasa kwa nini nasema ukiwa na ishara hii kuwa unakaribia kufanikiwa? Kwa sababu mtu anayefanikiwa hatumii nguvu zake kutafuta makofi, hatumii muda wake kujitetea, na wala hatumii muda wake mwingi ili kutaka watu wamuelewe. Anawaacha tu wamfikirie vile wanavyotaka kumfikiria, na wala hana kitu cha kuthibitisha. Huwa anatumia nguvu zake nyingi sana kujenga kitu, na sio kutaka apendwe na kila mtu, na sio kutaka aeleweke na kila mtu. Basi kama una ishara hii, basi ujue umekaribia kufanikiwa, kwa sababu unapoacha kutafuta uthibitisho wa watu, unapoacha kujielezea sana kwa watu, unapoona kila kitu ni kawaida tu, watu wakikuwazia mabaya sawa, wakikuwazia mazuri ni sawa, wakikuchukia ni sawa, wasipokuchukia ni sawa, kuna haja ya kujitetea, basi ujue umekaribia kufanikiwa. Hapa unakuwa unapata kitu muhimu sana. Unapata muda mzuri wa kufikiria, nguvu ya akili, na hata focus yako, na focus hiyo ndiyo hujenga mafanikio. Ndio maana mtu anayeanza kujiamini ndani huacha kutafuta uthibitisho nje. Na siku unapoanza kuishi hivi, maendeleo yako yanakuwa ya haraka, kwa sababu hakuna tena kinachokuvuta nyuma. Na ukiona ishara hii, basi jua hata wewe unakaribia kufanikiwa haraka sana. Ishara ya pili, unaachwa na watu ambao ulizani watabaki milele. Hakuna kitu kinauma kama hii hatua, na kilicho cha ajabu zaidi, huwa wanaondoka kimya kimya, hawakuachi kwa makelele. Ukiona hivi, ujue unakaribia kufanikiwa. Watu wanaondoka sio kwa sababu umefanya kosa, bali kwa sababu umeanza kubadilika. Kuna watu walikupenda kwa sababu ulikuwa ni dhaifu, walikupenda kwa sababu ulikuwa unawategemea sana, na walikupenda kwa sababu ulikuwa unajishusha sana kwao ili wafurahi. Lakini sasa umeanza kubadilika, umeanza kujiheshimu, umeanza kusema hapana, na pia umeanza kuchagua amani yako. Na hapa ndipo watu wengi wanaanza kuondoka na kukuacha. Sasa kwa nini nasema hii ni ishara ya kuwa unakaribia kufanikiwa? Kwa sababu mtazamo wako unabadilika, vipaumbele vyako vinabadilika, na watu wasioendana na safari yako huanza kuondoka wenyewe. Maisha yanakuondelea mizigo ili usonge kwa haraka. Mtu anayefanikiwa mara nyingi haendi na kila mtu, anaenda na wale wanaoelewa mwelekeo wake tu. Kama umeona ishara hizi zote mbili ndani yako, basi usiogope.
hauko nyuma na wala haujapotea. Unabadilika taratibu taratibu, na mabadiliko hayo ndiyo mwanzo wa mafanikio yako. Endelea kupambana, kaa kimya, acha kujithibitisha kwa kila mtu, jijenge na mafanikio yatakuja kwako. Ni swala la muda tu, na pia hasidisha dua kwa wingi ili Mungu azidi kukubariki. Kama hujasubscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini inaandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata video nzuri kama hizi, na pia usikose video ambazo zinakuja. Asante sana.